Ibrahimu Traore amenunua ndege mpya kwa ajili ya Air Burkina Faso. Mwaka 2025 Januari, Ibrahimu Traore, Captain Rais wa Burkina Faso, aliweza kutangaza uamuzi wa kuwekeza katika Air Burkina kwa kununua ndege badala ya kupata ndege ya kibinafsi kwa matumizi ya kibinafsi. Kwa mtazamo wa kimkakati, lengo lake lilikuwa ni kuimarisha Air Burkina, lakini pia kusababisha shirika hilo liweze kuingizia faida wa Burkina Faso kama moja ya kitega uchumi, lakini pia ni kwa sababu ya ongezeko la utalii ndani ya taifa lake, lakini pia kusaidia masuala ya biashara, muunganisho wa kikanda ambao ni muhimu kwa nchi ya Burkina Faso kwenye swala zima la bandari ya Burkina Faso. Pia ilisaidia au inaweza kusaidia kupunguza gharama zinazohusiana na usafiri wa serikali, ikiwa maafisa wa serikali watatumia ndege hizo kwa shughuli rasmi, na hivyo kufaidisha bajeti ya taifa kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Na kwa upande wa watu wengi, uamuzi huo unaepusha mtazamo wa ubadhirifu unaoshutumiwa mara nyingi katika uongozi wa Kiafrika, ambapo viongozi wakati mwingine huchukuliwa kuwa wanatumia fedha za umma kwa anasa za kibinafsi huku wakipuuza mahitaji ya umma. Kwa kutonunua ndege ya kibinafsi, Traore anatuma ujumbe wa kubana matumizi na kuweka vipaumbele kwa taifa badala maslahi ya kibinafsi, jambo ambalo linaweza kuguswa vyema na watu, hasa katika nchi inayokabiliwa na changamoto za kiuchumi na usalama. Walakini ni muhimu kuzingatia muktadha mpana. Uamuzi huo unaweza pia kuathiriwa na hitaji la kudhibiti mtazamo wa umma, huku kukiwa na ukosefu wa utulivu wa kisiasa na masuala ya kiuchumi. Wakosoaji wanaweza kusema kwamba ingawa ishara hiyo ni chanya, athari halisi kwa maisha ya Burkinabe ya kawaida, hasa katika masuala ya usalama na fursa za kiuchumi, bado itaonekana. Zaidi ya hayo, ufanisi wa uwekezaji huu katika Air Burkina utategemea usimamizi, matengenezo na mikakati ya uendeshaji ili kuhakikisha uendelevu na faida. Sasa nikwambie, mwamba huyo amenunua ndege mpya kabisa ya Embraer E190 LR kwa Air Burkina. Ndege hiyo iliwasili siku ya Alhamis ya tarehe 23 Aprili 2025. Hiyo ni mojawapo ya ndege zinazotegemewa na salama zaidi. Pia alipunguza bei ya tiketi za ndege kwa 50% kwa kuwa watu wengi hutumia safari za ndani kwa dharura. Kampuni ya usafiri wa anga nchini Burkina Faso sasa inafanya vizuri. Traore anahakikisha kuwa kila sekta kwenye nchi yake inaendelezwa kikamilifu. Huyu ni kiongozi mzalendo ndani ya taifa lake la Burkina Faso. Wako wapi viongozi wengine wa Kiafrika wanaotamani kuhakikisha, au wenye matamanio na nchi zao, wenye uzalendo na nchi zao kuhakikisha mataifa yao hayapati hasara? Yako baadhi ya mataifa ambayo kupitia rasilimali uwekezaji ambao umefanywa na serikali yao, hasara ni kubwa sana kwenye ule uwekezaji uliofanywa, kwa sababu wale wasimamizi walioko pale hawana uzalendo na taifa lao, hawaoni umuhimu wa kuhakikisha wanalinda rasilimali za taifa lao, bali wao wanachumia matumbo yao. Afrika iko wapi itakayopata viongozi wazalendo, viongozi watakaohakikisha Afrika inasimama kuwa imara? Afrika ya mwaka huu 2025 ni Ulaya ya mwaka 1990. Je, Afrika lini itabadilika? Ibrahimu Traore, komboa Afrika, komboa fikra za Afrika. Shukrani kwa baba wa kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.